Msikilizaji, tunazidi kusonga mbele. Na sasa ni katika sehemu ya pili ya simulizi hii ya kusisimua inayokwenda kwa jina la Kanga. Kumbuka imeandikwa na Xavier E. Luoga. Mimi naitwa Pasco Tuliano. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe ili uwe mwanafamilia wa kudumu. Karibu sana. Sasa tuianze sehemu ya pili, msikilizaji. Kilichomkuta msafiri kwa Asu mwaka mmoja uliopita sasa kinakwenda kutokea kwa Samson kupitia Atu ama Atuganile Chamse aka Delila. Tayari alikwisha kumuuliza Samson maswali kadhaa aliyohitaji majibu, na Samson akajieleza bila ya kupenda, ikiwa ni pamoja na swali la kama anajua jina la mkewe aliyemwacha nyumbani. Atu alishavua kanga yake kwa asilimia kadhaa. Alifanana kabisa na Asu, yule Asu wa msafiri. Kwa asilimia nyingi zaidi walifanana mwonekano kila baada ya Atu kuivaa kanga. Mwili mnene wa kuvutia, nyama zilizonona na rangi ya chocolate mwilini mwake. Kiuno kilichochongwa vizuri na kulegezwa na shanga yenye rangi ya kahawia. Samson hakuwahi kuona mwili wa kuvutia kwenye ulimwengu wake wa mapenzi kushinda huwa Atu. Basi alipapatika kusimama vizuri na kwa haraka akamfuata Atu pale aliposimama. Akainyanyua mikono yake miwili inayotetemeka na kushika nido za Atu, naye Atu akaruka kwa sauti ya mahaba iliyompagawisha Samson. Wakati tukio la mnyanduano likiendelea kwenye chumba alichokuwa Atu na Samson, tukio hilo lilikuwa likiendelea kwenye kioo cha kompyuta ya mama wazawa ofisini kwake. Kumbe huyu mama mwanaharamu aliweka kamera kwenye vyumba vyote vya ofisi. Lengo lake lilikuwa ni kupata matukio anayoyategemea kwa ajili ya kupata pesa tofauti na zile anazopata kwa wateja wake. Video za siri za utupu anazorekodi kwenye kompyuta yake huwa anaziuza mtandaoni kwenye moja ya chaneli kubwa duniani zinazouza kazi hizo chafu. Kwa mwonekano wa Atu, hata huyu mama wa kizawa alimeza mate. Atu alikuwa na shepu ya kipekee kiasi cha kumfanya yeyote anayemuona utupu wake anashindwa kujizuia, bila wao kujua kuwa hali hiyo inamtokea Atu pindi anapovaa kanga pekee, ile kanga aliyoyokota Sunubi njia panda wakati anatokea kwenye kilabu cha pombe. Mama wa kizawa alishuhudia Samson akivua nguo zake zote hadi pete yake ya ndoa. Alimuona kabisa akimparamia Atu kitandani, akimrusharusha mara baada ya kumwandaa kisawasawa. Lakini ghafla nuru ya kioo cha kompyuta yake ilianza kulegea, kana kwamba kuna mtu alikuwa anachezea kamera yake. Alipojaribu kubonyeza vitufe kadhaa ili kuona kinachoendelea kule chumbani, shoti ya umeme ikatokea. Nyumba nzima ilikatika umeme kwa sekunde ile. Mama wa kizawa akaanza kunusa harufu ya kitu kinachoungua ndani ya chumba chake. Kuanzia hapo hakuna kitu alichoendelea kukiona zaidi ya moshi unaoendelea kufuka kwenye mashine yake. Ukiachana na tukio la ajabu linaloendelea ndani ya chumba cha siri cha mama wa kizawa, upande wa pili kuna jambo jingine la kushangaza linatokea muda huu katika chumba alichokuwemo Atu pamoja na Samson. Watu wawili walikuwa wamechoka kupindukia. Shughuli walioifanya muda mfupi uliopita haikuwa ya kitoto. Kwa mara ya kwanza Samson alihisi utamu ambao hata angeombwa ausimulie asingeweza, zaidi ya kukenua meno tu. Atu alikuwa mtamu kila sehemu. Atu naye, licha ya kukiri kuwa mumewe yani Sunubi alikuwa mfanyaji mzuri sana wa mapenzi, aliona bado hakuwa na kiwango cha Samson. Samson alimfanya Sunubi kuonekana kama mwanafunzi asiyehitimu. Atu alikuwa ameloa mwili mzima kwa uchovu. Nguo zake hazikuwepo mwilini, na ile kanga yake ilikuwa imeviringishwa pembezoni mwa kitanda. Moshi mwepesi ulianza kufuka ndani ya chumba, kiajabu sana, bila kujulikana umetokea wapi. Ingawa moshi huo ulikuwa mwororo, ulitanda kote chumbani bila ya kuamsha Atu na Samson waliokuwa uchi wa mnyama. Ni katika hali hiyo ya kushangaza ambapo upande wa kichwa cha kitanda, mahali ambapo kanga ya Atu iliegeshwa, alitokea mwanamke wa ajabu. Kiumbo na mwonekano hakuwa mbali sana na mwonekano wa Atu aliyelala pembeni mwa Samson. Baada ya kuchoshwa na mapenzi, mwanamke huyu alikuwa na umbo halisi sawa na Atu yule ambaye hubadilika pindi tu avapo kanga na kuwa na mwili wa ajabu wa kuvutia. Hata alipoonekana konani akiwatazama Atu na Samson,
alikuwa mtupu kama ilivyo kwa Atu. Mwanamke huyu aliinama, akiziacha nyama zake za nyuma zikibinuka kidogo kwa jinsi alivyo mtupu. Akaisogelea ile kanga iliyoegeshwa pembeni mwa kitanda hadi ikafika mikononi mwake. Kisha akanyata hatua nyingi kumfikia Samsoni. Aliishika ile kanga na kuanza kuiviriga mithili ya kamba. Aliivuruga kana kwamba anatengeneza kitanzi. Kisha akaikunja tena katikati kutengeneza ugumu, na mwishowe akaipitisha kwenye shingo ya Samsoni. Mkono wake wa kushoto ulikaza kuelekea kushoto na mkono wa kulia ulikaza kuelekea kulia kwenye shingo ya Samsoni, huku akikandamiza koo lake. Samson hakufanikiwa kupiga kelele yoyote licha ya kuhisi kabisa anakosa pumzi. Cha kushangaza zaidi, hata macho hakufumbua. Alibaki kupiga kelele za ndani ya nafsi yake hadi nguvu zilipomwishia. Dakika chache tu akawa kimya. Roho yake ilikuwa imeshachukuliwa kupitia kanga ya Delila. Mwili wake ulipooza juu ya kitanda, huku Atu akiwa hajielewi kabisa. Mwanamke huyu muuaji alimfuata Atu akiwa na ile kanga aliyoitumia kumnyongea Samsoni. Akamchunguza kwa makini namna walivyofanana, kisha akaachia tabasamu. Akaikunjua ile kanga na kumfunika nayo Atu. Kisha yeye huyo akaelekea sehemu alipotokea mwanzo, akayeyuka na moshi wake. Wakati huo huko Malindi upande wa pili, Msafiri alianza kupata ishara mbaya. Alikuwa amepigwa na butwaa kutokana na hali ya Sunubi, ambaye mawazo yalikuwa yamemtawala kupita kiasi. Ghafla mkono wake wa kushoto ulianza kuwasha. Alipokunjua alikutana na kioo kidogo ambacho amekishikilia kwa muda mrefu. Msafiri alikitazama kioo hicho kwa mshangao mkubwa hadi alipofanikiwa kugundua jambo la ajabu lililoendelea ndani ya kioo kile. "Kijana, sogea." Msafiri alimuita Sunubi ili naye aone kilichopo kwenye kioo. "Umemwona Atu? Umeiona kanga?" aliuliza. Sunubi alipikicha macho yake na kutazama kioo, lakini alichokiona kilimshangaza. Badala ya taswira aliyoitarajia, alijiona yeye mwenyewe akiwa mweusi wa kutisha. Hakukuwa na kile ambacho Msafiri alikiona. "Unanitania bwana mkubwa?" Sunubi aliinua macho na kumtazama Msafiri, ambaye aliendelea kumakinika na kioo chake. "Kama nilivyoota, kanga inakwenda kutoa kafara," Msafiri alisema kwa sauti nzito, akimtazama Sunubi aliyekuwa ameduaa. Hapo akagundua kuwa Sunubi hakuwa na jicho la kiganga kama yeye alivyokuwa. Alikuwa na jicho la nyama tu. Msafiri alielekea kwenye begi lake kubwa la bati, ambako aliweka kanga na kioo. Safari hii alichukua kopo la maji lililofungwa vizuri. Akaichukua ile kanga kutoka mikononi mwa Sunubi na kuinyunyizia yale maji kwenye ncha moja ya kanga. Kisha akampa tena Sunubi. "Jifutie," alimwambia. Sunubi alijifuta, lakini hakufanikiwa kuona anachokihitaji. Msafiri akamnyang'anya tena ile kanga na kumpungusa machoni kwenye sehemu aliyomwagia maji. Sunubi aliguna kwa mshangao. "Unaona nini? Hebu niambie." Msafiri aliuliza kwa hamu. "Namwona Atu wangu tu bwana, mke wangu yupo na mwanaume mwingine," Sunubi alijibu kwa hasira. Msafiri alishtuka. Haraka alichungulia tena kwenye kioo. Cha kushangaza, yeye hakumuona Atu, alimuona Asu. "Unayemwona hapo si Atu bwana, ni Asu." Msafiri alisahihisha maelezo ya Sunubi. "Oe, faa nini wewe? Huyo ni mke wangu, watuganile bwana. Kwani unatumia makalio kutazama nini? Huyo si mke wangu kabisa huyo." Sunubi alikoroma kwa hasira, lakini alikuwa sahihi. Yeye alimuona Atu, sio Asu. Msafiri naye alimuona Asu na si Atu. Inachanganya msikilizaji. Hebu tuende taratibu. Msafiri alimtazama Sunubi kwa jicho la udadisi kabla hajajibu chochote. Akasema, "Kuna jambo hatujui hapa," alibaini. Akaendelea kuzungumza. "Niliwahi kuota kanga itaua watu 5. Msafiri alisema kwa sauti ya kuaminika. Kivipi sasa?" Sunubi aliuliza akiwa amechanganyikiwa. "Sijui, lakini nakumbuka tu kwamba 2 ni wanaume na 1 ni mwanamke," Msafiri alisema. Sunubi alimeza mate kisha akasema, "Hii kanga ina tatizo gani Na huyo Asu ni nani kwani? Kwa nini ametumia mwili wa mke wangu? Alihoji kwa hasira.
Msafiri alimtazama Sunubi kwa jicho la ndani, halafu akasema, nahitaji kurudi baharini haraka sana. Sunubi alitaka kumshambulia kwa maneno makali, lakini mdomo wake ukawa mzito. Sekunde hiyo hiyo alimwona msafiri akiweka kila kitu chini ya sanduku na kutoka nje ya nyumba ile. Sunubi alishtuka, hata yeye akaanza kumfuata msafiri kuelekea baharini. Malapa aliyovaa Sunubi yaligongana na miguu yake kwa kila hatua aliyoipiga. Mtu pekee aliyeelewa kinachoendelea alikuwa ni msafiri, ambaye ndiye aliyependekeza safari ya kwenda baharini. Sunubi hata hivyo hakuwa na ufahamu wa lengo halisi la safari hiyo. Alikumbuka vizuri sana eneo alilozamia kwa mara ya kwanza alipokuwa mdogo, wakati alipoibuka na uganga. Hata hivyo alipoupoteza baada ya kuvunja moja ya masharti kwa kulala na dada yake Asu, uganga huo ulimpokonyoka. Hatimaye alijikuta katika maagano mazito yaliyomlazimu kuiroga kanga aliyotumiwa na Asu. Msafiri aliamini kwamba kuzama baharini kungeweza kumpa majibu ya maswali mengi yaliyomkosesha usingizi. Alitaka kufahamu wapi Asu alielekea baada ya usiku ule wa kutisha na kujua namna ya kuizuia kanga isiwe watu watatu kama alivyoota. Alisimama kimya, akiitazama bahari. Ingawa alikuwa rafiki wa bahari kwa muda mrefu, wazo la kuzamia lilimletea wasiwasi. Alikuwa na msukumo wa kuamini kuwa majibu aliyoyatafuta yalikuwa ndani ya kina cha maji. Lakini swali kubwa lililomuumiza kichwa chake ni je, wale waliompa uganga wangempokea tena kama walivyofanya alipokuwa mdogo? Bwana mwana mkubwa, vipi? Nikusukumie ndani au? Sunubi aliuliza. Msafiri aligeuka na kumtazama kwa jicho kali, jambo lililomfanya Sunubi kupepesa macho na kunyamaza ghafla. Ni hapo alipofahamu ni kwa nini Atuganile aliyepatikana kwa uganga alimkimbia Sunubi. Baada ya kumnyamazisha Sunubi, msafiri aligeukia tena baharini. Alivua kofia yake ya matete aliyekuwa ameivaa kwa muda mrefu. Kisha akashusha makobadhi yake na kuyaacha kwenye mchanga. Taratibu alianza kutembea kuelekea baharini. We bwana we. Sunubi alimtahadharisha, lakini msafiri hakusita. Alizidi kusogea mbele, hatua baada ya hatua, akizama pole pole ndani ya maji. Au nikusindikize nini? Sunubi alisema tena kwa utani, lakini kwa hofu pia. Aliingiwa na wasiwasi kuwa pengine ulikuwa ni mwisho wa msafiri, kwamba naye alikuwa anatokomea kusikojulikana kama alivyofanya Asu. Alibaki kando ya mchanga akiwa na maswali lukuki, akisubiri msafiri arudi na majibu. Baada ya masaa matatu baadaye, msikilizaji, ilikuwa ni saa 3 ama masaa matatu tangu hali ya sintofahamu ilipotokea ndani ya chumba alichokuwemo Atu na mteja wake Samson. Pia zilikuwa ni saa 3 tangu mama wa Kizawa apate maswahibu ya moshi ndani ya chumba chake cha siri, mahali alipokuwa akifanya biashara haramu ya kurekodi na kuuza matukio nyeti mtandaoni. Sekunde hii alinyanyuka na kutoka chini ya dawati lake la kazi. Kumbe alikuwa ameanguka pasipo na kujua na kupoteza fahamu kwa saa 3. Alikohoa mara kadhaa kabla akili yake haijamrudia sawa sawa na kumbukumbu za tukio lililomtokea. Mawe! Alipiga yowe alipogundua kuwa kompyuta yake ilikuwa imeungua, ikionekana kama mgonjwa aliyepoteza kiuno. Kwa haraka mama wa Kizawa alikimbilia soketi, akajaribu kuokoa kompyuta yake, akihakikisha moto haujafika kwenye diski kuu, yani hard diski. Hapo ndipo alipotoa yowe jingine kwa nguvu. Mwanne, Kisemeo pamoja na Semeni walifika baada ya kusikia kilio cha uchungu. Walipoingia ndani ya ofisi ya mama yao, hawakujua alipo. Walibaki wakiwa kimya, wakisikiliza kwa makini. Upande wa kulia wa ukuta uliochorwa rangi ya blue, palining'enia picha ya mama wa Kizawa, ikithibitisha kuwa eneo hilo lilikuwa milki yake. Chini ya picha hiyo kulikuwa na kabati kubwa la thamani lililojaa tuzo zilizopangwa kwa ustadi, pamoja na vitabu vichache vilivyopangwa kulingana na maudhui yake. Hata hivyo, chini kabisa ya kabati hilo, tundu dogo lilionekana likitoa moshi hafifu. Ghafla, sauti ya mama yao ilisikika kutoka ndani ya kabati. Nifungulieni jamani! Mwanne alielekea kabatini na kuita kupitia tundu hilo. Mama wa Kizawa alijibu kwa huzuni, akiendelea kuomba msaada wa kufunguliwa. Walihitaji njia ya haraka kulivunja. Mpisheni jamani. Semeni aliona njia. Aliinua kiti cha chuma na kukirusha kwa nguvu kwenye kabati. Kiti kiliruka, kikimkosa Mwanne kwa sentimita chache.
Mtume, wewe semeni, ondoa vyote mwilini mwangu ila hii sehemu ya mbele tafadhali. Mwanne alipiga kelele. Wote walicheka, si kwa sababu ya tukio lenyewe, bali kwa jinsi alivyojali muonekano wake hata wakati wa hatari. Walitumia zaidi ya dakika 14 kulivunja kabati hilo, hadi wakapata upenyo wa kuchomoa ama kumchomoa mama yao kwa shida sana. Ni balaa gani hili jamani? Uwi! Yule mama alilalama, akiwa ameshikilia diski yake ngumu, yani hard diski iliyoungua upande mmoja. Pamoja na msukumo ama msukosuko aliyoupata, alifanikiwa kutoka na kifaa hicho muhimu kutoka kwenye kompyuta yake iliyoharibika. Yuko wapi Atu? Mama wa kizao aliuliza, akitumbua macho kutazama diski aliyoishikilia. Nimekwisha jamani, alilalama kwa huzuni. Msikilizaji, hapa tuseme kwamba kwa wazawa kuna cha moto. Pressure ilikuwa juu. Kila mmoja alijaribu kufanya kila linalowezekana kuwaamsha Atu na Samson waliolala usingizi mzito wa kifo. Mwanne aliyekuwa akimtikisa Atu pale kitandani alichoka na kuishia kukaa kona akilia. Semeni na Kisemeo walikuwa wakipiga ukuta kwa hasira, wakijaribu kushusha pressure iliyowakaba. Mama wazawa akiwa bado mlangoni alishikilia diski yake aliyoiamini kuwa ilikuwa na matukio muhimu sana. Hatuendi hata kukojoa jamani? Kisemeo aliuliza baada ya ukimya mrefu. Nitakubamiza na hiki kitu nilichokishikilia roho yako wewe, mbwa kasoro mkia wewe. Mama wazawa alifoka kwa hasira. Nilishasema hakuna mtu kutoka hadi askari waje kupima hizi maiti. Basi tuwastiri basi jamani, Mwanne alishauri, akihisi kuwa haikuwa sahihi kumwacha Atu wazi kwa muda mrefu namna ile akiwa hajavaa nguo. Nimesema hakuna mtu kushughulika na chochote hapa kwa sasa mpaka askari aje. Sasa wewe endelea na wema wako, kitakulamba, mama wazawa alisisitiza, akihema kwa hasira. Ni saa 4 usiku sasa msikilizaji, tangu Atu na Samson waingie ndani ya chumba cha kupumzika, na tangu hapo hakuna mtu aliyeshuhudia kilichotokea humo isipokuwa mimi na wewe ndugu msikilizaji. Nikujuze kwamba si Atu wala Samson anayepumua mpaka dakika hii tunavyozungumza. Basi upande wa pili, msafiri aliibuka muda ule ule, ni takribani dakika 30 tu tangu azamie baharini. Kwa namna alivyoibuka, hakuwa msafiri yule aliyezamia. Huyu alikuwa makini sana na mtu mwenye hisia nzito ukimtazama. Alipoibuka tu, alikutana na rafiki wa kweli machoni mwake, Sunubi, ambaye alishikilia agizo la kusubiri hadi msafiri atakaporudi, na alifanya hivyo. Mwamba amerejea, Sunubi alisema kwa bashasha, akiamini kuwa majibu ya maswali yaliyokuwa nayo kichwani mtatuzi wake yu hai. Yupo wapi Atu mke wangu sasa? Yuko wapi? Sunubi aliuliza, lakini msafiri hakujibu lolote. Baada ya kuvaa malapa yake, akaanza safari ya kurudi nyumbani kwake, akimwacha Sunubi akiendelea kumfukuzia kwa nyuma kama simba anayewinda kitoweo. Aliingia katika chumba chake kile kile cha mwanzo, chumba ambacho msafiri alikuwa akikiheshimu kutokana na huduma aliyokuwa anaitenda humo, kutibu watu na kufanyia uganga wake kwa dawa za asili. Kama kawaida, alitandika vizuri kile kitambaa chake pale kilipo, chini ya sakafu chenye mchanganyiko wa rangi nyekundu, nyeupe na nyeusi. Akatoa tena na kile chungu anachotumia kuvukishia moshi, kutumia unga unaotokana na viungo vya mboga. Akaitundika na ile kanga ukutani na kio chini yake katikati ya ukuta wa chumba. Kisha akamwita Sunubi kwa ishara na kumuomba aketi karibu yake. Msafiri alitumia nafasi hii kuanza kutamka maneno ya ajabu yasiyo na maana katika dunia hii, lakini kwenye ulimwengu aliyokuwepo sasa ilikuwa na maana kubwa sana. Ilikuwa ni lugha ya mateso kwa Sunubi, kwani alipozidi kuweka umakini kusikia alichokuwa anazungumza msafiri, alibaki kuchanganyikiwa kwa kichwa kilikuwa kikiendelea kumuuma. Sunubi akaona isiwe taabu kuitikia hata kama elewi. Neno amin likawa linamtoka kwa kila pumziko alilokuwa akilifanya msafiri. Kila msafiri akinena kwa lugha akipunguza sauti, Sunubi husema amen. Muda mwingine Sunubi alipiga chafya hadi kutoka na kamasi kutokana na moshi unaoumiza, unaotokana na vile viungo vinavyochomwa kwenye chungu cha msafiri. Zoezi hili lilianza saa 1 jioni msikilizaji,
na likadumu hadi saa 2:30 usiku bila matokeo wala matumaini yoyote ya kupatikana kwa Assumpta wala Atuganile. Basi turudi upande wa pili. Mama, tutakufa na njaa jamani. Kisemeo alipaza sauti kutikisa ukimya ambao ulijengeka kwa muda mrefu. Bora wewe mama Misosi utakufa kwa njaa. Sisi wengine tukikosa tu upepo wa nje kwa sekunde 30 tukwisha habari yetu. Semeni naye akachangia hoja. Mwanne alijinamia akiendelea kumwangalia Atuganile alivyolala bila kupumua kando ya Samson ambaye naye hakuonesha dalili ya kuwa hai. Mama wa kizawa tusi lilimkaba, lakini kutokana na heshima yake aliyojenga kwa watoto hawa alishindwa kulitoa. Badala yake alisonya tu na kuendelea kuegemea mlango kwa kusimamia msimamo wake wa hatoki mtu hadi kieleweke. Na bado hajafika tu huyo askari. Akifika utasikia. Kisemeo akaongea kwa kubana pua kuiga sauti ya askari ambaye wazawa wote walikuwa wanamjua. Itabidi mkae mahabusu hadi uchunguzi utakapofanyika. Huo sasa utakuwa utaila. Mimi huyu Semeni nikae mahabusu. Kwa lipi? Sina chashoka wala wembe, sindano wala tone la damu. Haya, watanikamatia kwa lipi? Si wameuana wenyewe bwana. Kisemeo akaguna, akachekea ukutani na kusema, sema Mwanne anampenda shogaye. Hata akiwaambia yeye ndiye kaua atakubali tu huyo. Muda huo sauti kutoka kwenye spika za nje ya chumba ilisikika. Ilikuwa ni alarm pekee ya kujulisha aliyekuwa ndani ya kwamba nje kuna mgeni. Mama wa kizawa aliwatazama vijana wake na kuwapa ishara watulie, wasiguse kitu chochote pale ndani. Yeye akatoka na kuwafungia katika chumba hicho kwa komeo la nje. Baada ya dakika 6, mama akarudi akiwa na mwanaume aliyekwisha valia sare ya jeshi la polisi Mji Mwema. Askari yule alipoingia hakuwa mwongeaji hata kidogo. Bila shaka maelezo yote alishakwisha kupewa na mama wa kizawa. Aliwaangalia wale wasichana watatu waliokaa kila mmoja na mkao wake, kisha akatuliza macho kwa Samson. Afande alishangaa kidogo. Unatutisha afande, vipi unafahamiana naye? Mama wa kizawa aliuliza. Afande akatikisa kichwa kukubali. Yaani kama ni huyu, basi hii kesi ni ya moto sana. Sijui tutaimalizaje. Afande akameza mate, kisha akatazama mwili mwingine ambao nao haukuwa na nguo. Akaguna. Huyu ni mpya? Akauliza. Na ndiye kazi yake ya kwanza hiyo. Sijui wamepeana nini hawa. Kisemeo alijibu. Afande na mama wa kizawa wote wakamwangalia. Akaona aibu kuchangia hoja sehemu asiyohusika. Afande akaingiza mkono kwenye mfuko wake, akatoa sigara na kuiweka mdomoni. Akapapasa kiberiti, hakuwa nacho. Kwa namna alivyokuwa anakitafuta, kila mmoja alihisi afande hana kiberiti. Nikakutafutie? Semeni aliuliza. Afande hakujibu, akaendelea kuuma sigara yake kwa meno na kumtazama Atu aliyenona pale kitandani. Hakuna aliondoa chochote katika chumba hiki? Afande aliuliza. Bado jicho lake halikutoka sehemu za siri za Atu. Hapana. Sasa afande, mimi nataka tulimalize hili kama tunavyomalizaga mengine. Moyo wangu unaujua kabisa ulivyokuwa mdhaifu na hii mikiki. Nitakuli. Mama, hii kesi ni tofauti na zile nyingine. Labda kwa kukusaidia, safari hii niombe kulala na wazawa wote hawa, pia na wewe mwenyewe. Mungu wangu, mimi tena? Nimeliweka hili wazi kwa makusudi kabisa, na sihitaji pesa wala kitu kingine kwa sasa. Nahitaji utamu. Au vijana mnasemaje nyama binti? Kisemeo na Semeni wakatazamana, kisha wote wakasema kwa pamoja, tungeomba uanze na mama. Waliropoka. Mama jasho lilimtoka. Afande alikuwa anahitaji malipo makubwa tofauti na alivyotegemea ili tu kuiua ile kesi. Na wewe Mwanne, mbona umekuwa kinyonge sana? Marehemu ni mumeo au? Afande aliongea na Mwanne, akimaanisha kuwa huruma yake ya wazi kwa Atu ni kama vile mke na mume. Mwanne hakusema kitu. Alikuwa anasubiri maamuzi ya mkubwa wake tu, kwa sababu alikuwa na uhakika hakuna anayefahamu kuwa Atu yupo naye Mji Mwema, labda Sunubi mlevi. Haya, basi njoo muhifadhi vizuri mmeo, afande alitoa agizo. Na Mwanne akanyanyuka haraka na kutaka kumfunga kwa nguo yake aliyojivika shingoni. Mfunge kwa kutumia kanga ile konani, na huyo bwana mvirige kwa hili shuka, naondoka nao. Afande aliendelea kutoa maagizo. Akamkataza Mwanne asitumie kitu kingine kilicho nje ya ushahidi. Mwanne aliendea ile kanga iliyokwisha virigwa mithili ya kitanzi.
akaivurugua na kuiweka sawa, kisha akaanza kumfunga Atu kuanzia kifuani hadi kushuka magotini. Hapo ndipo chumba kilipowaka moto. Atu alipiga chafya ghafla msikilizaji. Atu alizinduka kutoka kwenye usingizi wa kifo. Kisemeo, Mwanne na Semeni walitamani kuzama ukutani. Mama wa Kizawa alijikuta yupo chini ya kitanda. Afande alishangaa hadi kuangusha sigara iliyoteleza na mate kutokea mdomoni. Atu amefufuka kutoka wafu msikilizaji, akifa kwa masaa 4.5. Basi upande wa pili huko Malindi, baada ya tambiko la muda mrefu kupita, Msafiri sasa alitulia kwa muda. Alimwangalia Sunubi na kutekesa kichwa, ishara ya kuwa mambo si mazuri. Akamwambia, tunakwenda mjini, mji mwema kule, Msafiri alisema. Akaendelea kumjengea maswali Sunubi. Mimi wewe au wote sote? Sunubi alikuwa anakimbizana na mapigo yake ya moyo. Jiandae, Asu na Atu wanamhitaji mmoja kati yetu. Aidha mimi Msafiri nahitajika na Asu, au wewe Sunubi unahitajika na Atu. Lakini unatambua kuwa mimi sio mganga na sitarajii kubeba kibuyu wala hirizi yoyote ile, na uwe una uhakika wa kumrudisha Atu wangu, sawa? Licha ya Sunubi kusema anayoyaona yanafaa, Msafiri hakumtilia maanani. Alijifuta jasho lilikuwa limekomea kwenye upara wake kutokana na tambiko lenye nguvu, na kisha akasimama. Wani tunakwenda sasa hivi? Sunubi hakuwa mchoyo wa maswali. Utalala hapa, safari itaanza kesho asubuhi. Sawa ndugu yangu, lakini mimi nilikuwa naomba walau nibebe lita moja hapo pombe bwana. Huyu Sunubi ana balaa ise. Haya. Sasa msikilizaji, tupate historia kidogo. Tukiacha wakati huu tuliopo, turudi nyuma miaka 33 iliyopita. Uzazi ulimpiga kofi Tukae kiasi cha kumchukua miaka 33 bila kupata mtoto. Huwezi kuhisi hali aliyokuwa nayo alivyokuwa ananyong'onyea moyoni mwake, mwilini hadi rohoni. Hakuamini kabisa katika miujiza wala wataalamu ambao wasichana wa rika lake waliwapa sikio. Yeye aliamini kwamba Mwenyezi Mungu ana mpango na yeye, na siku yoyote ile anaweza kushusha mapacha. Basi mwezi huu ulikuwa mbaya sana kwake, kiasi cha kutetelesha ndoa yake mpya anayohudumu kwa miaka 6 sasa, ukiachana na ile ya mwanzo ya aliyoachika baada ya miaka 3. Yeye alikuwa na uvumilivu wa kusubiri mtoto, lakini sio kwa wengine, hasa walioshikamana upande wa mume. Maswali ya lini utamheshimisha mwanaume wetu yalikuwa ni mengi katika kipindi hiki, kiasi cha Tukae kuvunja imani yake. Shetani alipoona Tukae ametikisika baada ya kumtishia ndoa yake nyingine itavunjika, akapata nafasi ya kumtawala Tukae na kumpa wazo la kutega sikio kusikia ya walimwengu kuhusu ulimwengu wa giza na maajabu ya wataalamu. Rafikie kwa jina la Zubeda akawa sikio na jicho la Tukae. Akapewa hadithi ya kutoshika mimba kwa miaka 18 na kisha akapata mtoto kwenye mwaka wa 19. Nisaidie rafiki yangu na kwenda kuaibika mimi, Tukae aliomba, akifunga mikono yake huku akiteleza kwa magoti hadi chini. Hakuna haja ya kuniomba kwa namna hiyo bwana, ni wajibu wangu kukusaidia shogangu, Zubeda alisema. Nitashukuru sana. Zubeda alikunjua tabasamu, kisha akamwambia, hata hivyo umechelewa shogangu, ungenipa sikio mapema ndoa yako isingefikia hatarini, akasema Zubeda, akisahau kuwa hata yeye alihangaika miaka mingi tena zaidi ya Tukae. Siku iliyofuata ilikuwa ni safari baina yao. Walielekea hadi kwa mganga mmoja wa jadi ambaye alisifika kwa kutoa huduma nzuri bila gharama kubwa, na kama ni kafara basi ni mbuzi tu au kuku. Kikubwa tu kafara iwe katika mazingira rafiki inayopatikana mteja wake. Mganga miti mingi alishasoma maswahibu ya Tukae bila hata kuelezwa. Alipoishika tu mikono ya Tukae na kuitazama kupitia macho yake ya kiganga, mganga alithibitisha kuwa Tukae amelaliwa na wachawi. Kuna mmoja wa ndugu zako, ndugu wa mume wako, hajapenda kabisa wewe kuolewa upande wao. Ameamua kukuziba uzazi, amekufunga uzazi, mganga mito mingi alisema bila kupepesa macho. Kwani naweza kumjua? Tukae alipandisha pressure,
Akasahau kuwa alishawahi kuolewa na kuachika kwa sababu hiyo hiyo. Sasa je, na kwenye familia aliyotoswa nako kulikuwa na mwanafamilia alimziba uzazi? Hatujui mimi na wewe msikilizaji. Umefika kwa lengo la kutafuta uzazi na sio shari, binti. Miti Mingi alikoroma. Tukae akawa mtulivu kama amemwagiwa maji ya baridi. Basi wakapewa tarehe ya kurejea tena. Ni baada ya wiki moja. Wanatakiwa kuja tena kwa Miti Mingi wakiwa na uhakika kuwa watasaidiwa na mizimu, na Tukae atajifungua salama kupitia nguvu ya mizimu anayoiabudu Miti Mingi. Kama ilivyo usiku wa deni, Zubeda alimuongoza tena Tukae hadi kwa mganga Miti Mingi, na safari hii hawakukaa kabisa kilingeni. Miti Mingi alitoka na Tukae, na huku Zubeda akiachwa katika nyumba ya Miti Mingi kusubiri majibu ya mizimu. Walitembea kwa miguu, Miti Mingi akiwa mwongoza njia, akiwa na begi dogo mgongoni na kofia ya mviringo iliyovikwa matete kichwani. Walitembea pole pole bila kuongea neno hadi walipofika upande wa kusini mwa mto Malindi, ambapo wakazi wake wameutosheleza kwa kuita bahari. Kabla chochote hakijatendeka, Miti Mingi aliweka chini vifaa vyake na kuanza kulifungua begi lake, kisha akatoka na kitu kilichovirigwa mkononi. Nitakuwa mwongozaji, nawe utaitika kadiri ya imani yako inavyokutuma, huku ombi lako la mtoto likiwa mbele zaidi, Miti Mingi alisema. Sawa, Tukae aliitika. Aibu ya uoga ilimshika kila akimwangalia Miti Mingi. Utavaa hili vazi, tunakwenda chini ya maji, Miti Mingi alisema. Chini ya maji? Tukae alishtuka. Huwezi kufa, huko ndiko tiba inakopatikana, tunaingia wote, Miti Mingi alisema, akijaribu kuongea na Tukae aliyegeuza mwili mzima kuangalia bahari. Vaa, tusipoteze muda hapa, Miti Mingi alisisitiza. Tukae aligeuka na kanga juu ya mkono wa kushoto wa Miti Mingi. Akaipokea na kuikunjua, akajitayarisha tayari kwa kuivaa. Juu ya nguo, ili sio vazi la wakuu. Hupaswi kuwa na rozali, bangili, pete, cheni, saa, kibanio, shati, sketi, hata chupi. Ni kanga tu, Miti Mingi alisema kwa sauti ya ukali yenye shibe. Muda ukapita kwa ukimya. Ni kama Tukae hakukubaliana na masharti haya nafuu kutoka kwa Miti Mingi. Inakuaje avue vitu vyake vyote na kuvaa kanga tu kisha kuzamia majini na mwanaume? Baada ya dakika 3 kupita bila kujiandaa, nasitisha msaada wangu, Miti Mingi alitishia. Kisha akamega hatua kutoka eneo hilo kumpisha Tukae aendelee kujiandaa kwa uhuru. Dakika 2 zote alizitumia kutafakari. Fikra zake zilimzomea kwa kukubali ushauri kutoka kwa rafiki yake Zubeda, lakini sasa ameshavulia nguo maji, hana budi kuyaoga. Alitumia dakika 1 kujiandaa kwa haraka, na hata Miti Mingi alivyojitokeza alimkuta Tukae amemaliza kukunja nguo zake na kuziweka pembeni ya mti. Ondoa shaka, sitakugusa, Miti Mingi alisema. Uso wake ulimaanisha. Hakuwa na chembe yoyote yenye dalili za kuogopa. Alimaanisha. Miti Mingi akiwa na tumbo wazi, msuli pekee ukimsitiri maungo yake ya chini, aliongoza njia kuelekea bahari. Na hakukuwa na mtu mwingine yeyote kwa upande huo alikuwa akishuhudia tukio hilo isipokuwa wao wawili pekee. Tukae na mganga Miti Mingi wakaelekea baharini. Baada ya nusu saa, kila kitu kilikuwa kimeshakamilika. Waliibuka kama walivyoingia bila dalili yoyote mbaya iliyotokea baina yao. Walirudi na kuvaa mavazi yao ya awali na kisha kuanza safari ya kurejea nyumbani kwa Miti Mingi. Hapo walimpitia Zubeda na wakaelekea kilingeni bila yoyote yule kusema neno. Walipokwisha keti, Miti Mingi aliuliza, "Wamekuambia nini?" Tukae aibu yote ilimwisha. Sasa alikuwa mtu anayejiamini na kumwamini zaidi Miti Mingi. Suala tu la kuzamia kwenye maji pasipo hewa, pia kukaa huko kwa zaidi ya dakika 30 kulimpa nguvu. "Nitapata watoto," amesema. Tukae alisema akiwa na mashavu yaliyojaa tabasamu. "Sijui hata nikushukuru vipi baba," aliongea. Miti Mingi naye alionyesha kufurahi, hasa kusikia msichana mrembo kama Tukae kumwita baba. Angali wote wanaofika hapo huishia kwenye mkuu, mganga, mtaalamu au jina jingine Miti Mingi. Naye akatabasamu kwa shukrani. "Una cha kulipia kwa sasa,"
lakini nitakuomba turudi kule ikiwa mtoto utakayejifungua atafikisha muda wa miaka 3. Unamaanisha hana cha kukulipa hadi miaka yote hiyo? Zubeda aliuliza, chuki ikimjenga kwenye swali lake. Lakini Mito Mingi hakutetereka. Wamekwambia utapata mtoto gani? Alimuuliza Mito Mingi. Wa kiume baba, wamesisitiza nimwite Msafiri, ikiwa na maana anaweza kuwa ni msafirishaji wa matatizo ya watu hapa Malindi. Tukae aliendelea kusema kwa bashasha bila ya kujua kwamba neno baba linazidi kumuingia kunako mganga Miti Mingi. Basi urudi mtoto akifikisha miezi 3 tu. Usije naye, njoo wewe na sadaka yoyote ile. Mizimu itafurahi sana. Zubeda alihema kwa nguvu. Hakutegemea kama rafiki yake anaweza kukutana na bahati ya mtende kama hii. Yeye aliteseka. Mizimu ilimtesa mpaka akakonda mwili mzima, kiasi cha kijiji kujua kuwa Zubeda ameukwaa ukimwi nje ya ndoa akijaribu kumtafutia mumewe mtoto. Asante baba, na hakika nitarudi, mizimu ikuweke hai. Tulimaliza hili pamoja baba. Tukae alizidisha ukarimu. Miti Mingi hakuacha kutabasamu. Alikoshwa na Tukae kiasi akatamani hata endeleze maongezi. Lakini maagizo ya Tukae kuja baada ya kupata mtoto yalimuumiza pia. Alihisi itamchukua tena muda mrefu kumuona tena Tukae. Hii inaitwa kufa kufaana, msikilizaji. Basi baada ya nusu saa, kila kitu kilikuwa kimeshakamilika. Waliibuka kutoka baharini kama walivyoingia, bila ya dalili yoyote mbaya iliyokuwa. Msikilizaji, siku zilizidi kusogea mbele. Macho yake yanamshuhudia Sengo, mtoto machachari aliyefanikiwa kutambulisha kipaji chake halisi wakati wa utoto wake. Ndiyo, Sengo alikuwa na miaka 12 tu, lakini kwa namna alivyokuwa anawachambua wachezaji pinzani ilileta hamasa. Macho yake yalitamani kuona makubwa zaidi yanayotokana na kipaji cha mtoto wa Zubeda, Sengo. Naye akitamani siku moja mtoto wake, Msafiri, awe na kipaji kikubwa cha kucheza mpira kama Sengo. Wakati Sengo anaendelea na mbwembwe kwenye kiwanja cha muda kilichotengenezwa uani, upande wa mbele wa nyumba aliyokuwa anaishi Tukae na mumewe, ndipo Tukae anakutana na namba 3 mgongoni mwa Sengo. Namba hiyo ilikuwa imechorwa kwa maandishi meupe mithili ya dawa ya mswaki au chaki iliyoloweshwa. Hii ilimfanya akumbuke jambo papo hapo. Ghafla Tukae akageuka kama nyumbu afumani wapo na simba mchana wa njaa kali. Alizimega hatua hadi katika mlango wa chumba chake. Akaingia ndani haraka na kutoka na maji kwenye ndoo, huku ndala akizifinya mkononi. Akazimwaga nje ya mlango na kuzivaa wakati anaendelea kutembea kuelekea nje kwenye jiwe kubwa karibu na choo cha makuti. Alinawa maji usoni, naye aliyobaki akayamwagia mguuni bila kujisugua. Akavaa kanga yake vizuri na kurudi na ndoo yake hadi ndani chumbani, huku akijifuta maji yaliyobaki usoni na kujikausha mengine yalikuwa yamebaki katika mwili wake. Kisha akaelekea hadi kitandani. Akamnyanyua mtoto mchanga, rika la miezi 3, akamwangalia kwa uchungu na kumkumbatia kwa nguvu. Ni muda wa kwenda kulipa shukrani sasa, alijisemea kichwani kwake, akijaza picha ya mganga Miti Mingi. Akatoka naye nje kwa haraka sana. Kabla hata hajavuka kizingiti cha mlango, sauti ya nguvu ikamtoka. Jina la Sengo likasikika na kila mtu aliyekuwa maeneo hayo. Mpeleke mdogo wako kwa mama yako. Akikuuliza chochote, mwambie amekwenda kwenye misa ya shukrani. Aliyatamka maneno kwa utaratibu, akimshusha mtoto na kumshikiza mikononi mwa Sengo aliyekwisha tapika jasho. Sawa, Sengo alitabasamu. Ni mara yake ya kwanza anamshika Msafiri tokea azaliwe. Mara kadhaa humuona tu mgongoni kwa mamae au katika maongezi baina mama yake Zubeda na Tukae. Tukae bado hakumaliza pilika zake. Alipokabidhi mtoto kwa Sengo, naye akaingia bandani. Akasimama mlangoni kama askari mpya wa zamu aliyekabidhiwa lindo, akichagua kwa macho zawadi atakayoenda kumpa Miti Mingi. Kuku mmoja mkubwa kushinda wote akachaguliwa. Akaweka mguu ndani ya banda na kulifunga vizuri. Hapo akacheza na kuku kwa dakika 6 hadi kumpata kuku aliyemkusudia.
Akatoka na kuifunga banda, akaingia jikoni na kupapasa upande wa juu wa mlango. Akatoka na mfuko mkubwa wa plastiki, akamweka kuku yule aliyekuwa mbishi kutulia. Safari ya shukrani kuelekea kwa miti mingi ikaiva. Hodi 3 zilimtoa kijana nje ya kaya ya miti mingi, naye akapeperuka kwenda kumuita baba yake popote alipopatikana. Na baada ya makadirio ya dakika 7 hadi 8, miti mingi alitokea. "Oh, mama huyo," alionyesha kufurahi miti mingi. Naye Tukae hakuvunga, akajitokeza mzima mzima kumkumbatia miti mingi, machozi ya furaha yakimlenga. "Nimefurahi baba," alimkumbatia. Bado hakuwa huru moja kwa moja kutokana na kushikilia kuku mkono mmoja. "Nilitarajia ujio wako, lakini si kwa mapema kama hivi. Umewahi sana," miti mingi alisema kwa lugha ya ucheshi, ni kama hakutarajia kupata kumbatio la moto kutoka kwa Tukae. Wakaachiana. "Leo mwanangu msafiri ametimiza miezi 3, nipo hapa kukushukuru." Hakumaliza kusema, miti mingi alimkatisha. "Sifa zielekee kwa mizimu, nawe mwenyewe pia. Mimi ni kiunganishe tu. Pasipo imani yako usingethubutu kupata mtoto," miti mingi alisema. Tukae akanyosha mkono kumkabidhi zawadi miti mingi, lakini kwa ishara miti mingi akaikataa. "Hiyo ni kwa ajili ya mizimu. Tunakwenda tena kule kule. Huko utaichinja, damu itakuwa juu yao. Ila kitoweo tutapandisha nacho huku ili ninywe supu." Zoezi la sadaka lilitamatika kwa muda mfupi sana. Ni kama walivyozamia mwanzo, miti mingi akiwa na msuli, Tukae akiwa na kanga. Walishachinja kuku chini ya bahari, na huku duniani walirudi na kitoweo pekee. "Usipoteze muda kuvaa hapa. Nisaidie kubeba hilo begi. Utavaa huko mbele." Miti mingi alitoa sheria mpya. "Lakini njiani si kuna watu baba?" "Watoke wapi? Kumekuwa na upweke kwa muda mrefu sana huku. Ni mimi na kijana wangu tu. Eneo tulishakabidhiwa na mizimu hili." Miti mingi alithibitisha usalama. Tukae alikuwa huru tu, hakuwa na pingamizi tena kutokana na kumwamini miti mingi. Na kila alichokihitaji miti mingi kwa sasa itapaswa kupewa tu. Ni kama hisani hivi. Hata alipoombwa akavalie nguo zake chumbani kwa miti mingi alikubali. Na waliingia wote, mteja na mganga. Basi Tukae alitangulia na begi chumbani kwa miti mingi bila kujiuliza mara mbili. Na katika dakika hiyo hiyo miti mingi naye aliingia bila hata kupiga hodi. Baba, umenishtua." Tukae aligeuka kwa hofu, akijaribu kuyameza mate aliyoyabana kwa hofu. Kisha akageuka kuendelea na majukumu yaliyomleta humo ndani taratibu. Wala wewe kuwa tuna amani." Miti mingi alidanganya kwa kumuondoa hofu, akiyatawanya macho yake kuanzia kwenye shingo yakisogea mgongoni mpaka kwenye kiuno cha Tukae aliyekuwa anahangaika kuchukua nguo zake ndani ya begi la miti mingi. "Kwani hukai?" miti mingi aliuliza. Tayari alishakwisha msaili Tukae kwa namna alivyotamani. Hakuna kinachoonekana mwilini mwa Tukae. Bado kanga aliyoivaa haikukauka vizuri kutokana na maji ya bahari. Tukae hakuwa na shida. Tayari alishaonja mbegu zote za uaminifu kutoka kwa miti mingi, na sasa amestawi katika uaminifu. Hata baada ya kuzipata nguo zake, hakuzivaa kwa haraka kama miti mingi alivyotarajia. Badala yake alizimwaga kitandani na kugeuka kumwangalia miti mingi. Tukae akakutana na miti mingi mwenye uchu kweli kweli, kiasi cha hata yeye mwenyewe alishindwa kuamini kama mganga mahiri kama miti mingi anashindwa kushikilia vizuri nishati yake. Macho ya Tukae yakatazamana upya na macho ya miti mingi. Mshangao ukamtoka alipomwona miti mingi anahangaika kumeza mate machache yaliyokuwa makooni. Akamshusha hadi palipojengeka kichuguu katika msuli wake. Baba, Tukae alishangaa. Mwishowe akacheka. Hakuwa mtoto mdogo kiasi cha asijue miti mingi anapitia hali gani. Alipoona hajibiwi kile alichoongea, Tukae akageuka tena, akakitazama kitanda na kuendelea kuzichezea nguo zake bila hata kuvaa. Ni kama alikuwa anaongea kwa lugha ya ishara kwa sababu ya yeye kuwa mwanamke. Na ndipo aliposhtukia mikono ya baridi ikishikilia kiuno chake chepesi. Mlio wa hofu ukamtoka. Haraka akajitahidi kujidai anaitoa mikono ya miti mingi kiunoni mwake, lakini hakufanikiwa. Hadi alipohisi kuna kitu kingine kimekaribia moja kwa moja kando ya mstari wake wa ikweta.
Mapozi aliyoleta Tukae yalimzidishia utaalamu wa ziada Miti Mingi, ukarahisisha mpaka zoezi hili la ujenzi wa ghorofa 2 lisilo rasmi. Ijapokuwa mjenzi hakuwa na kibali wala ramani, lakini kwa vile alikabidhiwa tenda kwa mkwanja mrefu, hakukataa ujenzi. Uzoefu aliupatia hapo hapo akiwa na moja wa wanaume waliojifunzia ufundi kwenye kiwanja cha watu. Miti Mingi aliongozwa vyema katika shughuli zote za ujenzi. Na kwa vile wote walikuwa na ugwadu, mmoja akiwa na miezi 3 tokea ajifungue na bila kupitisha chochote kooni, mwingine akiwa mgeni aliyeshibisha kifaa chake cha mawasiliano kwa miaka mingi bila kukitumia, wakafanikiwa kumaliza vizuri ujenzi wao. Kwenye hii dunia, msikilizaji, hakuna kitu kisichokuwa na matumizi. Uzuri wa shimo umpate mtupataka bwana. Basi muda kidogo uliyoyoma mpaka siku hii ambayo mume wa Tukae akagundua kuwa mkewe ameshika mimba nyingine, ikiwa tayari ana mtoto mwenye miezi 5 na siku kadhaa. Kwa namna asili ilivyo, huyu bwana alifurahi sana kiasi cha kutamba Malindi nzima kwamba sasa amekuwa jemedari, anakwenda kuongeza mtoto mwingine kwa kupandanisha. Kiufupi, alimbemenda mtoto huyo. Taarifa zikavuka mpaka kwa Miti Mingi ya kwamba yule aliyezaniwa mgumba alizaa na sasa na ujauzito mwingine tena. Naye akafurahi, ni kama mwanaume anayependa kuwa na historia kuwa aliwahi kuwa na mtoto. Mbuzi kafia kwa muuza supu hapa. Ilipofika miezi 9, Tukae alijifungua watoto 2 mapacha, wote wa kike. Na hata kwa kulazimisha, hakuna mtoto hata mmoja aliyefanana na Tukae wala mumewe, lakini wote walifanana na mganga Miti Mingi. Ndoa iliyotaka kuchanika katikati wakati Tukae anatafuta ujauzito kipindi kile, sasa iliingia tena katika purukushani. Mume wa Tukae akitamani kujua kwa nini watoto hakurithi kabisa mwonekano wa mama yao wala yeye mwenyewe. Tukae alibanwa mno, lakini hakufanikiwa kutoboa siri mpaka alibananishwa Zubeda, rafiki yake, walioshauriana kwenda kutafuta mtoto kwa mganga. Zubeda akamwaga mchele wote bila kupepesa macho. Tena akamchamba shoga yake kuwa alikuwa anajipeleka kwa Miti Mingi kwa makusudi. Lo, marafiki! Aibu ikaingia ndani ya ndoa. Uchawi ukawa mada kubwa. Kwamba alibeba mimba ya mganga licha ya kuwa na mtoto mdogo Msafiri. Bwana Miti Mingi hakupatikana kabisa Malindi, alikimbia. Tukae akaachika, akaziliwa na watoto wake wote 3 ambao mumewe alithibitisha kuwa wote wamepatikana kwa njia za kishirikina. Tukae alilea watoto wote 3 kwa mwezi mmoja tu baada ya kuachika, kabla ya Miti Mingi hajajitokeza na kumwomba Tukae mtoto mmoja kati ya wale mapacha 2 ambao walipewa majina ya Assumpta na mwingine Atuganile. Kutokana na aibu aliyojizolea Tukae, akaondoka kabisa katika makazi ya watu wengi na kwenda kuishi katika nyumba aliyokuwa anaishi Miti Mingi wakati wa uganga wake. Na muda baada ya Miti Mingi kupewa mtoto mmoja, alipotea tena Malindi bila kuonekana popote. Tukae akamlea Msafiri na Assumpta kwa nguvu zake, huku akibadilisha historia ya Assumpta kuwa si mtoto wake wa kumzaa, bali alimwokota karibu na bahari na akamsaidia kumnyonyesha. Kutokana na kipindi hicho alikuwa anamnyonyesha Msafiri, na akajitahidi kwa kiasi kikubwa kujenga upendo wa kuficha udhaifu ambao alihisi utaondoa watoto wake katika kujiamini, hadi kufikia mwaka ambao Msafiri anapata kipaji cha uganga kupitia bahari ya Malindi, eneo ambalo bila kujua ndipo Miti Mingi alikuwa anatumia katika uganga wake na kuongea na mizimu, naye hatima yake ilizikwa huko. Akajikuta amezamia majini, na alipoibuka alikuwa tayari mrithi wa kazi ya baba yake wa kambo, na wala mama yake hakushangaa. Alitarajia hilo kutokana na upatikanaji wa watoto wake. Mtoto wa nyoka, malizia msikilizaji. Basi uganga wa Msafiri ulidumu mpaka siku aliyoshiriki mapenzi na dada yake, ambaye yeye alifahamu kuwa ni dada yake wa hiari, lakini si kweli. Msafiri na Asu wamechangia nyama na damu, ni kaka na dada wa damu kabisa. Siku Msafiri alipompoteza dada yake Asu baada ya kuyeyuka usiku waliofanya mapenzi, naye akapoteza uganga, na wiki hiyo hiyo mama yake
akafariki. Ndipo alijikuta anawehuka. Akachukua ile kanga ambayo ilibaki kama kumbukumbu kwake aliyokuwa anaitumia Asu na kuilaani kuwa ni mwanzo wa matatizo yote yaliyomfikia. Aliivirigia maiti ya mama yake na kuikemea. Kisha akaiosha na maji ya bahari na kwenda kuitupa njia panda. Kanga. Ni kanga ndiyo, msikilizaji. Basi wakati huo Miti Mingi hakuwa mganga tena. Aliyavunja maagano mara baada ya kushiriki mapenzi na mteja wake Tukae na kusababisha ujauzito. Aliondoka mbali na Malindi na kwenda kuanzisha mji mwingine ambao alihisi anaweza kumlea vizuri Atuganile. Alioa mwanamke mwingine ambapo hakubahatika kuwa na mtoto, lakini walishirikiana kwa pamoja kumlea Atuganile hadi ulipofika muda wa kuolewa. Hapo ndipo hadithi ya Sunubi Chapombe ikaibuka. Baada ya kupeleka malalamiko kwa Msafiri kuwa anahitaji mwanamke mzuri atakayemvumilia na tabia yake ya ulevi, nanga ya Msafiri ikanasa kwa Atuganile bila kufahamu kuwa huyo alikuwa ni dada yake, kama ilivyo kwa Assumpta. Kwa vile yeye kazi yake ilikuwa ni kumsogezea Sunubi mwanamke, alifanya hivyo bila kuuliza wala kufuatilia. Na baada ya ndoa ya Sunubi na Atuganile, Miti Mingi naye alikata kamba. Kilikuwa ni kipindi kile kile ambacho Msafiri anapoteza uganga, Assumpta anapotea kusikojulikana, Tukae anafariki na Miti Mingi pia anafariki. Na baada ya miaka 33 sasa, msikilizaji, hiyo ni historia tulikuwa tunaipata ili tuweze kuunganisha matukio ilikuwaje huko mwanzo, historia ya haya yote ama chimbuko la haya yote ambayo tunayasikiliza hivi sasa. Basi turejee miaka 30 ya hivi sasa, kwa maana ya wakati huu tuliopo. Msafiri anaibuka kutokea baharini na historia hii ndefu juu ya nini kilitokea enzi hizo. Hii ikampa majibu ya kuwa mama yake Tukae, licha ya kuwa na mume wa ndoa waliyezaa mtoto mmoja ambaye ni yeye mwenyewe Msafiri, pia alikuwa na watoto wengine wawili mapacha, Assumpta na Atuganile, aliozaa na mganga Miti Mingi. Pia mizimu ya chini ya bahari ilimuonesha kosa lake kubwa katika kuilani kanga aliyoilani Msafiri. Kumbe ndio ile ile iliyomtamanisha Miti Mingi hadi akammega mama yake Tukae. Vile vile kanga hiyo ndiyo aliyokabidhiwa Assumpta na mama yake Tukae, ambaye pia ilikwenda kumtamanisha Msafiri hadi kulala naye. Pia kanga hiyo ambayo sasa iliongezewa nguvu ya kichawi na Msafiri kutokana na kuchanganyikiwa kwake, ilikuwa inamtafuta mhusika mwingine wa matumizi ambaye ni Atuganile. Rudisha kwa mhusika. Kumbuka neno hilo, msikilizaji. Kwa bahati mbaya au nzuri, ikatua mikononi kwa Sunubi, kisha kwa Atuganile, Chamse, Miti Mingi. Ndipo balaa la kanga lilipozua balaa jingine. Kuanzia ule ushenzi aliofanya Atu na rafiki yake Mwanne, rafikie, hadi kuondoa uhai wa Samsoni na kumfanya Asu hadi muda huu alale usingizi wa kifo. Msikilizaji, ni mengi kweli kweli tunapaswa kuyafahamu katika simulizi hii. Inasisimua, ina mengi sana ya kuendelea kutufundisha. Mimi nikwambia tukutane katika sehemu ya 3, tufahamu nini kitaendelea mara baada ya hapo. Kumbuka simulizi hii imeandikwa na Xavier Luoga. Mimi naitwa Pasco Tuliano. Hapa ni Simulizi Zetu Media. Hakikisha umesubscribe uwe mwanafamilia wa kudumu. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari za WhatsApp za 0757 56 72 53. Tukutane katika sehemu ya 3 tufahamu nini kiliendelea.